Nilipata taarifa kwamba uliziria show ya Swahili Fashion Week. Sababu zilikuwa ni nini? Okay. Binafsi sikuhudhuria show ya Swahili kwa sababu mimi ni mwanafamilia ya Swahili toka naanza. Toka niko model, niko mwanafamilia ya Swahili. Nimeanza ubunifu wangu au ndio viongozi wangu, ni watu ambao nafanya nao kazi muda wote. Lakini ilipofika upande wa Swahili Fashion Week nafikiri ilikuwa 2021 na nilikuwa niko kwenye list ya kushowcase. Nimeenda nao vizuri safari, wamenishirikisha kwenye model casting, yani nimesupportiana nao tour and everything nimesupport. Lakini ilipofika swala, kwa sababu mtu anaposhiriki Swahili Fashion Week kwa upande wa mbunifu anatakiwa alipe ada $500. Ukichelewa unapigwa fine ya $100, kwa inakuwa $600. Mimi nilichelewa kulipa ile fedha kwa sababu sikuwa na hicho kiasi cha fedha, kwa sababu nilikuwa na mambo kibao. Collection yangu ilikuwa inahitaji niwe na fedha nyingi sana. Kwa hiyo nijikuta kwamba naekeza sana kwenye collection yangu. Kwa sababu nilikuwa najua fedha yao naweza nikailipa tu, kwa sababu kuna wengine walikuwa nalipa hata after. Umeelewa? Ila alipofika swala la mimi nilienda nikafanya fitting, nikafanya kila kitu, nikasupportiana. Ilikuwa ni one day before, yani ilikuwa leo, ilikuwa kama usiku ndio nilikuwa ni showcase. Niliweza kupigiwa simu na Mustafa Hassan Ali. Nikaambiwa bana, wewe hujalipa fedha, kwa hiyo hutaruhusiwa kushowcase. Wala hutaruhusiwa kuingia kwenye yani kuingia kwenye ile gate. Yes. Hata kuangalia tu, sitoruhusiwa kufanya chochote kile kinachohusiana na Swahili Fashion Week. Kwa kweli ilinishtua sana, kwa sababu ni watu ambao nilishirikiana nao kwenye vitu vingi sana. Nilimplease kikweli. Alikuwa ipo na nafikiri alikuwa ipo na mfanyakazi wake pembeni. Nilimplease sana, nikamwambia bana, naomba basi niongezee ada kwa sababu mimi fedha ninayo, ipo sehemu. Ni swala tu la mimi kwenda kuichukua na kufanya malipo, lakini kwa sababu leo ni show yangu, acha mimi nifanye show. Basi alinikatalia sana. Basi ilikuwa iko nje ya uwezo wangu, kwa sababu tayari na collection ilikuwa tayari nilishaenda tulishafanya fitting na models, tulishafanya rehearsal, tulishafanya kila kitu. Kwa hiyo nilibidi niende nifuate zile nguo nizirudishe nyumbani, nikaorganize kufanya show nyingine. Nikatoka kidogo nje ya nchi, nilienda Uganda. Nikaenda kufanya show Uganda baada ya kukosa Swahili Fashion Week. Kwa hiyo nje hapo mimi maneno yalikuwa yanaongelewa maneno mengi sana, kwa sababu kila mtu anaongea the way vile anapojisikia. Najua mtu akiongea story na mwingine naye anaipokea vile vile. Kwa hiyo haikuwa hivyo the way wao wanavyofikiria. Ukiachana na Swahili Fashion Week, nataka kujua kitu gani kinachoendelea kati yako wewe na Makeke? Okay, Makeke is my brother. Yani na tunapendana sana. I don't know kama kuna kitu kingine ambacho kinaendelea behind, lakini bado unafanya nao kazi? Sisi wote ni wabunifu. Hatulinki. Tukilinki ikitokea yani ni kwa nadra sana, lakini kwa jinsi ninavyoona hata Makeke anavyoendesha shughuli zake, mimi huwa naamini labda pengine tunakuwa na tofauti. Kwa sababu anaweza kaandaa event akaalika watu wote, mimi asinialike kabisa yani. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa nini inakutokea sana hivyo mara kwa mara? Okay. Nafikiri mimi ni mambo ya kiukuaji tu na maendeleo tofauti. Sometimes kuna watu wengine wanapokea vizuri, wengine wanapokea vibaya. Unajua kama Makeke ni mtu ambaye nilishawahi kuishi naye almost 2 years. Kabisa yani tunalala pamoja, tunakula pamoja 2 years. Lakini ilikuwa tofauti sana mimi nilipofanikiwa kwenye upande wa ubunifu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo viko nje ya uwezo wangu. Sijui labda tuje tuulizwe kwa pamoja. Naweza wote tukaelezea kwa upana. Haujafikiria? Iftar Special.